الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia afya na akatupatia taufika kufika sehemu kama hapa. Hii ni sehemu ya mayatima. Wallahi leo tumetembea kwa ajili ya dada yetu. Dada yetu ametunulia hizi chakula, akasema tuendeni kwa mayatima, na Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie fi dunya wal akhirah. Na dada yetu mwenyewe ndio huyu hapa, amesimama katikati ya watoto hapa na anatuomba watoto wafanyie dua afya yake na wazazi wake, ahli yake. Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie fi dunya wal akhirah, na Allah subhanahu wa ta'ala pia ampatie afya dada yetu, na yale mahitaji anahitaji Allah subhanahu wa ta'ala amtimizie. Narudi kwa Waislamu tena, bado Waislamu hapa tulisema siku ile tunafanya partition. Naona partition imefanywa, na kuna mandugu zetu wametoa mali yao wakafanya partition ya msikiti na wakaweka mlango. Tunataka kitu inaitwa ceiling ya kuweka juu ya kuzuia joto au baridi. Wakati wa baridi watoto wasisikie baridi, na wakati wa joto wasikie joto. Kwa hivyo hiyo pia inahitajika. Kisha jana tuliwatangazia Waislamu ya kwamba tunataka account ya da'wa haina pesa. Account ya da'wa haina chochote. Gari inahitaji mafuta, walimu wanataka matumizi, kuna mambo mengi. Wale mualafatul qulub wanakizidiwa, wanatukujia, wanataka usaidizi. Waislamu tunataka account ya da'wa iwekwe kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaomba Waislamu mahali popote mulipo, mnaona ile kazi tunafanya, na hii kazi inaenda na mfuko ya Waislamu. Bila mfuko ya Waislamu hii kazi hatuwezi fanya, na mfuko ikipungua ama ikiisha, basi tunarudi kwenu Waislamu. Tumerudi jana kwenu na bado hatujapata pesa, tumepata kidogo sana. Kwa hivyo Waislamu tunataka pesa ya kufanya kazi ya da'wa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tumfanyieni dada yetu Fatiha moja. Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie fi dunya wal akhirah, na ampatie afya, na Allah subhanahu wa ta'ala amkutanishe na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa janna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema yake. Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishe katika jannatul firdaus al-a'la sisi sote. Na Waislamu hawa ni watoto wetu, watoto mayatima, na ni watoto ya Waislamu, na ni viongozi wa kesho, maulama wa kesho, wamama wa kesho, mababa wa kesho, ndio hawa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu mahali popote mnatuona, na mchangie hii kazi ya da'wa. Hii kazi ya da'wa ni ya kila Muislamu, na ni jukumu la kila Muislamu. Kwa hivyo nampatia kipasa sauti Ustadh Salim. Karibu sana Ustadh. Shukrani. Mimi labda mawili tu matatu. Dadetu amekuja na akasema leo anataka pia kutembea kwa mayatima. Hapa ndio huwa tunaleta riziki, Waislamu wakitoa na nini. Mashaallah, Mwenyezi Mungu akutimizie nia yako, panapo uzito Mwenyezi Mungu akuondolee. Na Waislamu wote ambao huwa wana support katika hii Salama Dawa, Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya Kiyama. Ni kweli hali imekuwa ni kidogo, upande ya dawa pia imerudi chini, na alhamdulillah kuanzia jana wakati tuliwatangazia tumeweza kupokea shilingi 4,000 kutoka kwa Waislamu. Mashaallah, Mwenyezi Mungu awalipe na wazidishie hapa na kesho siku ya Kiyama. Na pia tunaomba kila Muislamu ambaye huwa anashirikiana nasi katika hili jambo la kuwasaidia wale wote, na tuwakumbuke pia kama ndugu yetu Yusuf Wambogo aliyetangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu aitie kaburi yake nuru.
alikuwa akija hapa akileta msaada, na alikuwa ni mtu ambaye anafanya bidii sana katika hii sehemu. Na pia tuna mzee wetu anaitwa Mzee Salim ambaye analeta pia, hata siku hizi analeta bado, lakini alipata pia mtihani akawa ni mgonjwa, na akawa ugonjwa kidogo imemfanya awe ametulia kidogo. Mwenyezi Mungu ampe shifa. Mzee wetu Salim pia Mwenyezi Mungu ampe shifa. Na Waislamu wote wale wagonjwa, wale wako na matatizo ya hapa na pale, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. So tufanyeni Fatiha moja kwa ajili ya Waislamu wote, wale wagonjwa, wale wako na matatizo. Kuna watu wanatafuta kazi hawapati, mambo yamekuwa mazito. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Haya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim. Sasa sijajua dadetu, kuna mawili matatu kabla tujampa amiri wa kundi, naweza zungumzia. Uko sawa. Inshallah basi amiri ndio tumwachie shekhe atufanyie dua ya mwisho. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana kwa dada yetu ambaye ametoka tu mbali tu na akasema atafika hapa siku ya leo kwa yatima. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kumulisha yatima watakuwa na yeye pamoja peponi. Ndio akaweka vidole zake mbili namna hii kuonyesha watakuwa pamoja katika janna. Kwa hivyo dada yetu vile umefika hapa, najua mnaionaga katika runinga, lakini hapa ndiyo kwa mayatima. Wakati unasikia tunakuja kwa mayatima ni hapa, na dua ya mayatima ni dua ambayo inapasua bingu, inafika mpaka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo umefanya kitu mzuri, umewaletea chakula. Mwenyezi Mungu akuzidishie, na hapa hali pesa imetoka, basi Mwenyezi Mungu ajaze hiyo mfuko tena, na isiwe ni mfuko yenye kupungua hata kidogo. Na Mwenyezi Mungu akufanyie sahali mambo yako. Pahali kama kuna heri kuna shari iko karibu, Mwenyezi Mungu aipeleke mbali, na kama kuna heri ambayo iko mbali, basi Mwenyezi Mungu ailete karibu, na shari ambayo iko karibu Mwenyezi Mungu aipeleke mbali kabisa, kama mashariki na magharibi. Kwa hivyo sina mengi ya kusema, ila ningemuita imamu wetu aweze wa hapa aweze kuendelea. Sheikh. Naam. Na pia tunaombea Waislamu wote ambao huwa wanasaidia hii kikundi ya Salim Dawa, na wale tunakuwa nao kila wakati, na tukisema kitu waga wanafanya. Kwa hivyo tunafanya dawa tukiwa nao pamoja, tunashirikiana. Tukiwaambia kitu hawajai kutureti down hata siku moja. Kwa hivyo tunashirikiana na nyinyi, na tunaandikiwa thawabu na Allah the same. Vile mnafanya kule nje, mnatusupport na sisi tunafikisha, basi Mwenyezi Mungu atunaandikia thawabu sisi zote. Kwa hivyo inshallah wacha tumpatie Imamu wa Karia hapa aweze kuangalia. Yeye ndio anaangalia watoto kusomesha, na wengine pia hawako hapa, na pia sijui nani yako wapi. Chairman Abubakari, chairman yako wapi? Sawa. Karibu Sheikh. Tunatikia dua. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Allahumma ya mukallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala ta'atik, thabbit qulubana ala amrik. Allahumma ya hannan ya mannan ya dayyan ya sami'u ad-du'a wa qadhi al-hajat. ألقي موتاني وموتانا المسلمين في زمرة المرسلين وعبادك الصالحين، وابعثه مقاما محمودا بحق تقواها.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة الميزان ومن فتنة المحيا ومن شر الفتنة المسيح الدجال. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Nuru ya Uislamu. Lakini mimi mwananiita Salim. Mimi naitwa Rafael, Muislamu Kristo? Mkristo tu. Asante. Swali ya leo ni gani ungependa kuinjika? Mimi nataka nijue kwa nini imeandikwa kwa Quran kwamba Waislamu wanafaa wapiganie Mungu yao. Hiyo aya ambayo inasema Waislamu wanafaa kupigania Mungu wao ningeipata hata mimi kwa sababu sijaisoma. Ambayo inasema Waislamu wapiganie Mungu wao. Ikipatikana itanisaidia kwa sababu labda niliruka katika madarasa. Nisaidie saa hii nisome. Kuna sura Al-Hajj. Al-Hajj hiyo ni 22. 22. Aya 39 hadi 40. 39 hadi 40 soma. Ikisema tu mpiganie Mungu, usimame hapo kwa sababu itakuwa na mimi madarasa sikuingiza kitu. Itakuwa madarasa mimi sikupata kitu pia. 22 anataka ansa 36 anataka uende mpaka 40. Hii inaongea mambo ya wanyama. Pole tu. 22 suratul Hajj ama unataka 24? Hii ni suratul suratul Hajj 22 ndio hii. Al-Hajj 22 30 na ngapi? Amesema 39. 39. Wameruhusiwa ni watu wameruhusiwa. Pole tu wewe msomee ndio tusikie. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa kwa sababu wamedhulumiwa, na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni mweza wa kuwasaidia. Sasa wapi walikuambia kuwa Waislamu wanapigania Mungu? Ile kitu tumeambiwa katika suratul Hajj, tumeruhusiwa kupigana kwa sababu tumepigwa. Hii inaitwa retaliation. Hauwezi kupigwa ukanyamaza. Iran walichapwa wakaretaliate. Huwezi kuchapwa ukalia kama mtoto. Sasa sisi kabisa individual pia tumekubaliwa. Huwezi toka huko ukaja ukanizaba makofi alafu mimi nikaenda nikilia. Hapana, you must defend yourself. So nyinyi kwa Wakristo nikija nikuzabe makofi unasema pole. Unafaa kusema pole. Sasa mwache. Hiyo ni imani yake. Mwache kabisa. Yeye anasema hivi tunalipisha. So katika Ukristo hakuna kulipisha. Asante sana. So dini yenu ni nzuri. Kama mtu anakuja anakuwekelea makofi mbele ya bibi yako alafu wewe mwenyewe unamwambia pole, hiyo iko sawa. Kwetu haiko hivyo. Afadhali nikwambie ukweli. Yaani wewe unipate na bibi yangu, uninyoroshe makofi, unyoroshe bibi yangu makofi, alafu nikwambie pole. Hapana, hapo tapambana tu. Lakini kwa Ukristo amesema hata nikipata yeye na bibi yake niweke bibi yake kofi ananiambia pole. Unajua sasa ni imani yake. Ndio amesema, lakini kwetu hakuna. Baada unaenda hiyo swali lingine. Kwetu ukipigwa, hiyo ndio kitu nilikuwa nataka nijue. So kwetu lazima huwezi kuja kupigwa ukanyamaza. Ndio unaona Kenya pia wamefuata hiyo Qur'ani. Wako na watu wanaita KDF. Jaribu kudhubutu kuingia Kenya. Wanakutandika unarudi kwenu. Unanibana hawezi kukuambia pole, hapana. Leta swali lingine. Kwa nini nyinyi Waislamu mmeruhusiwa kuishi na majini? Kwa nini Waislamu wanaruhusiwa kuishi na majini? Sasa nitafutie hiyo andiko ama aya ambayo inasema Waislamu wameruhusiwa kuishi na majini. Nisaidie. Itanisaidia vizuri. Soma Al-Jin. Sura Turujini ni 71. Sura 72. Ni 72 wafu na aya 28. Anza 28. Yenye anasema mahali inasema Waislamu waishi na majini. Tupe vipi? Haya. 28. Msome mahali anataka. Ili ajue huyo mtume ya kuwa mitume wengine
wamefikisha ujumbe wa Mola wao kuwa dhibiti barabara kama walivyofikisha anavyofikisha yeye, na anajua Mwenyezi Mungu yote walio nayo na amedhibiti idadi ya kila kitu. Ni gani haswa inasema Waislamu waishi na majini? Alithibitisha hiyo nini, hiyo maandiko yenye si maandiko hapo. Tunaambia kuna mitume walikuwa kabla ya Muhammad. Mitume walikuja ni Muhammad alikuja, kuna mitume waliokuwa kabla yake. Muhammad alipokuja, mtume ni yule anayetumwa alete ujumbe wa Mungu. Wewe umeniambia Waislamu wanaruhusiwa kuishi na majini, na leo ungenisaidia kwa sababu mimi naona kanisani mkitoa wale majini, msikitini sijaona majini yakitolewa. Sasa ungenisaidia kwa sababu mimi sina jini, ile inatolewa kanisani unishikie moja, uniletee, uweke tu kwa gunia, uniletee hiyo jini. Kwa sababu jini, ngoja kidogo, utaleta yako. Kwa sababu jini ninavyojua ni kitu ambacho hakionekani. Sasa nitaishije na kitu hakionekani? Kwanza nitakommunicate nacho namna gani? Jini ni viumbe walioumbwa katika ulimwengu wao. Qur'ani imetueleza hawa ni viumbe ambao wanatuona lakini sisi hatuwaoni. Lakini kuishi nao hakuna mahali tumeruhusiwa. Leta tu. Hiyo haya umekosa. Hii sura yenye imeandikwa Al-Jin, nani aliandika? Hii suratul Jin aliyeteremsha anaitwa malaika Jibril, ameteremsha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpatia kisa cha majini yaliyomsikiza mtume akisoma Qur'ani, kwa sababu mtume hakuwaona. Kwa sababu Mungu anajua kila kitu, anamletea habari, ndio ikaitwa suratul Jin, kwa sababu kuna hiyo kisa 72:1 anza. Angalia sasa. Haya, ngoja sasa. Na ungetoa karatasi kama iko tuimalize. Karatasi ana ni mdomo tu, ana karatasi. Inasema hivi, sema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu, inaongoza katika uongovu. Kwa hivyo tumeamini wala hatamshirikisha yoyote tena na Mola wetu. Mtume anasema inamaanisha jini alithibitisha hii Qur'ani iko sawa kabisa, kwa sababu imetoka kwa Mungu na jini ni kiumbe wa Mungu. Associate na jini. Sasa hiyo ni fikra yako. Mwache. Ako sawa, nataka ni nini? So inamaanisha jini alithibitisha, alisikia Qur'ani na akasema hiyo maandiko iko sawa. Unaona? Kwa sababu imetoka kwa Mungu na jini ameumbwa na nani? Jini yote waliumbwa na Mungu. Asante. Kwa sababu ametoka kwa Mungu na maneno yametoka kwa Mungu, amesema maneno yako sawa. Kwa sababu yeye ni kiumbe cha Mungu, sio kiumbe cha mtu mwingine. So takuja kwa Christian. Kwa mpole kwanza tumalize kwa Uislamu. Takuja. Itakuwaje hamuassociate na jini wakati kanisani mnatoa songe ndio utupe uhondo vizuri? Every Sunday I hear you guys saying pepo toka in the name of Jesus. Oh Baba Kurinai. Hawa pepo huwa wanakuja kanisani. Kwanza wanakuja kufanya nini? Na mkiwatoa huwa mnawapeleka wapi? Tupatie hii siri yote. Na huwa mna communicate nao namna gani? Tupe siri. Na utajuaje wametoka mabadu wako? Sisi tunajua majini hawafai kuishi na binadamu. Andiko gani imeandikwa majini hawafai kuishi na binadamu? Na mimi nimekueleza vizuri. Ni viumbe ambao wako ulimwengu wao, sisi hatuwaoni. Waislamu tumefunzwa, lakini wao wanatuona. Sasa wewe kama Mkristo, ni wapi iliandikwa majini hawafai kuishi na binadamu, wakati katika Biblia majini walikuwa wakifanya usherati na binadamu? 17:7 Walawi. Zamani ndio watu wakaja wakakatazwa. Na nikimaliza na mhitaji ule jamaa mzuri sana, maana nimemuita akakataa. Ngoja kidogo. Umemaliza unasema, maana nilimuita hakuji, lakini nasikia anarusha maneno akiwa nje. Angetuletea hiyo elimu hapa. Unajua wewe ni mwanaume kamili, umekuja na umeweka hoja zako. Yeye anarusha akiwa nje. Nataka akuje eleze watu vizuri. Labda yeye anaweza tuletea jini. Na tunaweza mtuma basi atuletea, tuambie anauzaje majini tuwaone. Haka tujaona 17:7 Walawi.
wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Sikiza, wanaambiwa hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Maana yake walikuwa wakitoa sadaka kwa majini, na ni Biblia hii ndio inasema hivyo. Teremka. Inaendelea kusema hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao wafata ili wafanyie usharati nao. Kumbe hata walikuwa wakifanya usharati na majini. Biblia ndio inaelezea kuhusiana na majini, sio Qur'ani hiyo. Sasa inasema kuna watu walikuwa katika Biblia wakipatia majini sadaka na pia wanafanya usharati nayo. Sasa mimi ndio nikataka unieleze elimu ya nyinyi wa Kristo. Mnapowatoa kanisani huwa mnawapeleka wapi na mbona hawaishi? Tunasikia kila Sunday mnatoa. Inakuwa kwaje? Hebu tupatie deep on that. Zile masadaka zenye tunatoa. Jini wale mnatoa. Mnasema in the name of Jesus toka pepo. Zinaenda kwa desert. Zinaenda kwa desert. Na inakuwaje kila Sunday mnatoa? Unajua jini kazi yake ni kuinda. Anainda watu wazuri, watu wabaya. Wazuri wa Mungu. Unaona? Sasa ndio anakuja kuwainda huko kanisani. So anaolinda juu yeka sadaka yake yenye anataka ni damu. Unaona? Kwani jini wanakuna damu? Wanakunywa damu. Hiyo ndio. Andiko gani inaeleza hivyo? Jini wanakunywa damu. Hiyo ndio inakaa kama sacrifice. Ndio nataka nijue. Hakuna shida. Wapi katika vitabu inasema jini chakula yao ni damu? Ulitoa wapi? Ulijuaje? Because we need evidence ndio hata tukifunza mtu ajue ulitoa wapi chakula ya majini ni damu. Kuna mahali imeandikwa au ni guesswork? Si guesswork. Ilitoka wapi na sisi tubahatike pia andiko. Unajua kitu kama hiyo kila mtu anajua, si eti mimi. Sasa kila mtu anajua, sina shida. Alijuaje wakati haijaandikwa? Alitoa wapi that information? Information lazima iwe kuna starting point ya hiyo information. Sasa ili hao watu wote wajue jini anakula damu, walitoa wapi that information? Je, Yesu ndiye alisema? Musa ndiye alisema? Ibrahimu ndiye alisema? Au ni nani aliambia watu jini anakula damu? Walitoa wapi that information? Can we get it? Next time nitakuletea. Asante. Enda fanya research ukuje nayo. Asante sana. Karibu sana. Brother, kiwanja ya kwako sasa. Mimi naitwa Salim. Karibia tu sio. Mimi naitwa Salim. Na wewe? Inaitwa Peter. Peter. Mimi ni Muislamu. Na wewe? Mimi ni Mkristo. Asante sana. Wewe ni Mkristo dini au Mkristo namna gani? Mimi ni Mkristo juu nimemwamini Yesu Kristo na ameniokoa. Ndio nauliza, wewe ni Mkristo dini au Kristo ni dini? Si dini. So Ukristo sio dini ndio unaambia hawa Wakristo hapa. Ukristo ni kuamini. Ukishamwamini Yesu Kristo, Ukristo sio dini. Huyu ndio anasema. Na amerudia amesema Ukristo sio dini. Msiniambia ni mimi nasema, ni Mkristo mwenzenu amesema Ukristo sio dini. Biblia inasemaje 6:20 Timotheo? Tena inaonekana ni mwinjilisti. Alafu ainjike swali yake. Amesema vizuri, anasema Ukristo sio dini, sio mimi ni yeye. Sema ukweli. Sikiza habari. Timotheo wa kwanza 6:20. Tupe mama. Aya. Inasema hivi. Timotheo. Ewe Timotheo, ilinde hiyo amana. Ilinde hiyo amana. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana. Biblia inasema ukipata mtu hana dini, maneno yake ule mtu hayana nini? Jibu Mkristo, wewe ulisema ni Mkristo. Mache pole tu. Maneno ya dini. Mimi nikiwa Mkristo kuna mahali huwa naabudu. Sijauliza hiyo. 6:20. Tunarudia sisi. Pole. Na usimpeleke mbio. Huyu ni mwinjilisti anataka pole. Timotheo. Ilinde hiyo amana. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini. Yasiyo na maana. Timotheo anaambiwa ukipata mtu ambaye hana dini, maneno yake hayana Ni Timotheo amesema. Tunajua nyinyi Waislamu mnakuanga watu wa kupingana. Wachana na Waislamu wa kupinga. Tunauliza Biblia. Angalia my friend. Ngoja kwanza, karibia hapa. You cannot hide the truth.
Saa hii tuko 21st century, watu wamesoma. 6:20 Timotheo. Ngoja kidogo, wala usikwe confused. Rudia, hii ni Kiswahili. Sisi tunakuchanganya, wewe umechanganyika. Mwache. Kiswahili rudia. Sasa kama unatujua. Ali mwache mimi najua. Huyu mwache tu. 6:20 Timotheo. 6:20 kitabu ni ya Timotheo inasema. Timotheo. Ewe Timotheo. Ngoja, alafu anauliza swali nyepesi. Karibia hapa ni kujibu. Ngoja kidogo. Anauliza, mbona Waislamu mnatumia Biblia na nyinyi sio Wakristo? Je, ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Hiyo ni fikra finyu. Si unataka nikujibu? Swali yake ni kama kunywa maji wakati wa baridi. Si unauliza swali ndogo. Kwa nini tunatumia Biblia? Ni kwa sababu hii Biblia hakuna mahali imeandikwa ni kitabu cha Wakristo au cha Waislamu, ni kitabu cha watu wote. Ngoja kidogo, utakuja kuamini, na tunaiamini kwa sababu kuna maneno ambayo yamesema ukiwa huna dini maneno yako hana maana. Kama wewe ni Biblia inasema, sio mimi. So wewe ndio huiamini. So huwezi, ngoja kabla tutoke, nataka tuelewane. Huwezi kuwekea watu ati usisome kitabu hiki, usisome hii. Qur'ani ni kitabu ya watu wote. Qur'ani si ya watu wote. Sisi hatuamini Qur'ani. Ali, sitaki uconcentrate nje, tutaharibu mkutano. Nataka tudili na huyu tumalize. Kama kuna mwingine anakuja, si Wakristo, wewe sema wewe, kwa sababu inaonekana your knowledge is so little. Kwa nini? Wakristo wengi wa SDA wanasoma Qur'ani vizuri sana na wako hapa hawakosi. Wewe ndio huamini, ndio nikakwambia wewe elimu yako iko ndogo, kwa sababu hapa ikosekani mtu wa SDA. SDA wanachukua Qur'ani na wanajisomea, kwa sababu karibia hapa nikusikie maswali yako. Maswali yako mepesi. Songea mbele nisikie hiyo maswali yako nimalizane nayo, kwa sababu maswali yake mazuri. Unasema Uislamu sio nini? Si dini ya Mungu. Qur'ani 3:19. Pole tu. Ngoja. Si lazima nikujibu moja. Sasa hataki nimjibu, anauliza lakini hataki nimjibu. Mimi nikimuuliza analeta story. Amesema Uislamu sio dini ya Mungu. Sikiza Mungu anatuambiaje 3:19. Bila shaka, angalia hapo. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Tusaelezwa sisi. Nani aliyeleta hiyo Qur'ani? Swali yake ameuliza hii Qur'ani ilitoka wapi? Si ndio swali yake? Wacha nimjibu. Qur'ani ilitoka wapi? Qur'ani 26:191. Si ameuliza 26. Anauliza Qur'ani imetoka wapi? Tupe hiyo ajue ilitoka wapi Qur'ani. Ndugu yangu, uko nje ulikuwa una Ali. Mpe aone kitu. Qur'ani inasema hivi, Qur'ani 26:191 inasema, na kwa yakini Mola wako ndio mwenye nguvu, mwenye rehema, na bila shaka hii Qur'ani ni uteremsho wa Mola wa walimwengu wote. Qur'ani ni uteremsho wa Mola wa walimwengu wote. Si umeniuliza nikuonyeshe? Hili kitu ililetwa na Muhammad. Muhammad mwenyewe ndiye alileta Qur'an. Nitakuja huko, ngoja kidogo. Ngoja karibia hapa. Karibia hapa. Basi itabidi niende kwa ngoja kwanza kabla hujaenda, hebu karibia hapa. Ndio mwache tu. Ngoja leo ungeacha tumalizane na huyu kaka, kwa sababu akiwa nje analete mambo mingi. Sawa. Ni Samuel. Karibu. Kama uko na swali. Boss tulia, tunaenda na utaratibu. Ni watu wazima, ukiona nywele yetu nyeupe tunajiheshimu. Sasa tulia. Ngoja kwanza. Usiende haraka, mimi siendangi. Maneno ya Mungu yanataka utaratibu ndio uweze kuyapata. Sawa? Karibia hapa. Unajua hata huyo amemaliza, ameniambia hii ni maswali ya ujinga. So alikuwa anakuja kuuliza maswali ya ujinga kwa ujinga. Unaona, kwa sababu ameniambia ni maswali ya ujinga. So alikuwa anajua anauliza maswali ya
ya ujinga, unaona, na ni mtu mzima. Hiyo sio maneno mazuri. Maneno ya Mungu yanafaa uheshimu, na kama uambatani na watu waacha waendelee na shughuli zao. Sasa mimi wananiita Salim, wewe wanakuitaje? Vincent. Vincent, Muislamu au Mkristo? Mkristo. Mkristo. Injika swali la. Sasa nilikuwa nauliza, yule Mungu mnaabudu nyinyi na yule Mungu sisi tunaabudu ni same? Sio same. Sio same, ndio. Ndio nakujibu, siwache ndio nakujibu. Mungu ambaye tunayemwabudu sisi Waislamu ndio Mungu aliyeumba kila kitu. Lakini Mungu ambaye mnamwabudu sio same na tunayemwabudu, kwa sababu ninapopita kanisani huku barabarani nasikia wakisema anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Na mimi najua anayestahili kuabudiwa ni Mungu, sio Yesu, kwa sababu Yesu ni mtumishi wa Mungu. Qur'ani 29:46. Na halafu kuja, hakuna shida, utamaliza 26. Mungu aliyetuumba ndio huyo Mungu mmoja. Suratu Ankabut 29:46 Qur'an 29:46. Haya, pole hapa tunafunzana tu, sio na wasiwasi. 29:46 inasema, wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu, ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri, isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao, na semeni tunaamini yaliyoteremshwa kwetu na yale yaliyoteremshwa kwenu, na Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja. Unasikia? Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja, lakini Mungu mnayemwabudu na tunayemwabudu tofauti, kwa sababu nyinyi mnaabudu Yesu, sisi tunaabudu Mungu. Hatuabudu Yesu. So wanaosema hivyo ni makosa. No, hatuabudu Yesu moja kwa moja, lakini ni mgongo wa Mungu mwenyewe, unaona? Sasa tunapitia kwake. Sasa swali ya pili, kabla ya pili umesema mnaabudu Mungu mkipitia kwa Yesu. Yesu akuwa duniani ilikuwa lazima atufunze tuabudu direct kwa nani? Kwa Mungu, because alijifanya kuwa mwana akiwa duniani, sawa? Lakini akirudi pale anarudi katika utukufu wake, na ndio maana Biblia inatuambia kwamba yeye ndio mwanzo tena mwisho, kumaanisha yeye na baba yake ni kiumbe kimoja, lakini sasa kazi ndio tofauti. Ndio maana nataka tutasema ni Yesu Kristo because ni mwana, lakini akirudi juu tunamchukua moja kwa moja kwa baba yake. Ndio maana hakuna mwenye anaweza ona ufalme wa mbinguni ama kuona baba yake bila kuona yeye. Yeye ndio mrithi wa kila kitu. Kabla dunia kuumbwa alikuwa, na ndio verse niko nayo hapa nataka kupea. Ndio maana sina shida utanipa. Nataka unipeleke polepole nielewe. Huyu unayesema baba. Yes. Na huyu unayesema mwana. Yes. Nani aliumba mwenzake? Yesu hakuumbwa. So kwa lazima uelewe Yesu. Na Mungu pia hakuumbwa. Sawa. So ngoja nataka tuende polepole. Mungu hajaumbwa, yes. Yesu hajaumbwa. So wote wako same ama wako tofauti? Binguni wako same, lakini duniani wako tofauti. Unielewe kidogo. Kwa nini nikasema hivyo? Duniani Yesu sasa anabeba mwili wa mwanadamu. Ukimwona unaniona mimi, lakini chenye kiko ndani ya mwili is a spirit. Ndio maana akasema kwamba huwezi abudu baba yake kwa mwili, lazima umwabudu kwa roho, kwa spirit. Sawa? Ndio maana amebeba mwili, akiwa hapa amebeba mwili, akiwa juu ni roho. So, na baba yake ni roho, kwa hivyo ni kitu kimoja. Sasa hii Yesu yuko wapi? Ako juu. Akiwa roho ama akiwa nini? Akiwa roho. Unasemaje twende huko juu tuangalie kama ni roho? Sasa no. Yes, just asking a question, a simple question. Yeah. Unaonaje tuulize saa hii Yesu akiwa mbinguni kama ni roho au si roho? Kwa sababu umeniambia Yesu yuko mbinguni saa hii na yeye ni roho huko mbinguni. Unaonaje tuulize? Hiyo sasa ni maswali, ona, hiyo ni maswali ya kimwili, ya kibinadamu duniani, lakini katika Biblia ndio inatuambia ni roho. Sasa umejua wacha. Asante, hakuna shida. Wacha nakuja nakupa nafasi. Huwezi msaidia, wacha kwanza amalize. Utakuja hata awe mwenzako. Angalia. Hatuwezi angalia.
Mbona wakati mnaona kuna jamaa amekuja anaelewa vizuri, unataka kuleta controversial? Wacha amalize, hajasema asaidiwe, hata ananiambia kuna haya anataka asome. So mbona mumwache amalize kwanza yote? Wacheni amalize yake yote, utakuja kwako. Mimi nilikuwa nataka tuende mbinguni tuulize kulingana na Biblia. Inasema je, Yesu ni roho akiwa mbinguni au ni nani? Kwa sababu Biblia inakataa Yesu sio roho akiwa mbinguni. Inasema ni huyo 7:55 Matendo ya Mitume. Alafu tupe vitu ya Matendo inasema. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu, huyu ukianza juu ni Stefano. Unamjua? Namuelewa. Nilikuwa nataka nianze huko ndio uelewe. Namuelewa. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu, akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Ngoja kidogo. Huyu amesaidiwa na Roho Mtakatifu, akaona Yesu amesimama mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Hii maneno ya kweli ya uongo? Hiyo maneno siwezi chukua venye mnataka juu. Kitu cha kwanza nyinyi nyinyi mmesema ya kwamba mnaamini malaika Gabriel, si ndio? Malaika Gabriel anaperform kwa njia gani? Hiyo ni kitu cha kwanza. Hiyo nitakujibu. Wala sina shida. Wala sina shida. Hiyo mimi nitajibu. Malaika Gabriel venye ana perform nitakujibu hiyo, lakini nilikuwa nauliza haya maneno tunaambiwa. Ngoja tutakuja huko viumbe. Nataka pole. Mimi ni Sulolana. Nataka nijue ni kweli Yesu amesimama mkono wa kuume wa Mungu, ni kweli au ni uongo? Ili tujue hii kitu ni ya uongo. Biblia inatuambia Yesu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Haya maneno ya kweli ya uongo? Ni ya ukweli kulingana na Biblia. Malizia sasa chini. Akasema tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Kumbe tunaambiwa Yesu akiwa mbinguni ni mwana wa Adamu. Na wewe umetuambia Yesu akiwa mbinguni ni roho. Anaitwa mwana wa Adamu. Tukirudi duniani ni mwana. Hii iko mbinguni, sio duniani. Haina shida. Yesu mwenyewe alipewa mamlaka ya anaweza itwa mwana Adamu, na ndio maana anasema kwamba hata sisi tukimfuata tunaweza itwa wana wa Adamu. Swali ndogo. Hata mimi hata sisi tuko ready kurithi uungu. Hata mimi naweza kukuita wewe Mungu. So hata wewe ngoja kwanza. So wewe ni Mungu pia. Yesu anasema sisi yeye ni mwana wa Mungu, na wenye wanafuata Mungu wanaitwa wana. Usini confuse kwanza. Wenye wanafuata Mungu wanaitwa wana. Kumaanisha hata wewe unaweza rithi. Ndio maana akasema kwamba hata wakati wa Abraham, wakati wa Abraham, si hata kuna watu waliitwa miungu. Kwa nini walikuwa wanaitwa miungu? Kwa nini walikuwa wanarithi hiyo jina? Ndio nauliza wewe Mungu. Ndio nauliza ndio nielewe. Ngoja kidogo. Twende pole. Si nimekupa nafasi. Sijauliza hivi. Nauliza tuko hapa na hapa kuna Wakristo wako hapa. Je, wewe Mungu? Nimepewa uwezo, naweza pewa so long as nafuata Yesu Kristo, nimepewa uwezo pia wa kuitwa Mungu. Sasa wewe Mungu ndio nimeingia katika kuna kitu moja mnielewi. Sawa? Kuna kitu moja mnielewi. Uongei na hao. Nimeingia katika paradiso kabisa ya uungu wa Yesu Kristo, whereby yeye sasa anawakilisha Baba. Kwa hivyo nimeingia katika hiyo sako yake. Ndio nauliza swali ndogo. Pia ngoja sijauliza. Sasa unaongea na watu wa nje, mimi ndio unaongea na mimi. Nimekuuliza a simple question. Are you God? Wewe ni Mungu? Ndio au la? Usinipatie explanation nyingi. Kimwili mimi si Mungu. Sijauliza kimwili. Iwe kiroho kwa Mungu, because hiyo spirit inatumia ni ya Mungu mwenyewe. Kwa hivyo naweza kuwa Mungu kispirit. Kimwili mimi binadamu. Kimwili na ndio maana akasema mwana wa Adamu, akatumia jina mwana wa Adamu because alitoka katika tumbo la mwanadamu. Asante. Lakini kimungu kijuu yeye ni uungu, amerithi uungu. Asante. Usiende mbio. Unajua tutakuja huko, lakini naona uko na ile system ya kanisa ya kuhubiri kwa wingi. Sisi tunataka tupate zile point pole. Nimekuuliza ukanini. Naona tena kuna mwingine sijui na watu sijui hawa inakuwa si unaona huyu ametulia kwa sababu ni msomi. Sasa shida iko wapi? Swali yangu ilikuwa ndogo, nikauliza kama wewe ni Mungu, umeniambia wewe sio Mungu. Si ni kweli?
Lakini nimebeba hii mwili hizi roho zote, ngoja, hizi roho zote, roho ya nyoka, roho ya umbwa, roho ya nguruwe ilitoka wapi? Hao ni wanyama, na ndio maana sijauliza wanyama. Hao ni wanyama tu. Sijauliza wanyama, nimeuliza hivi. Je, ngoja, mwanadamu atawatunza. Sasa unaenda mbio. Nimeuliza wana roho hao wanyama? Wako roho lakini za kinyama. Ngoja, hiyo roho yao. Ngoja, sina shida. Hii roho ya wanyama ilitoka wapi? Imetoka tu kwa Mungu mmoja tu, ule mnara mmoja tu, huyo mzabibu mmoja. So hii roho ya umbwa imetoka kwa Mungu ndiye ameiumba. Asante. Na umeniambia kiroho wewe ndio unakuwa nani? Mungu alisema, ngoja kwanza. Mungu alisema ngoja. Umejua kuna kitu moja ngoja kwanza. Tunafundana. Kuna kitu moja kama tuelewane hapa, si ndio? Umejua kuna nafsi, si ndio? Na kuna roho, si ndio? Alafu kuna ya tatu ni gani? Si ndio? Kuna nafsi. Ni mimi unaongea na mimi. Naona umeenda nje. Umejua sasa ukirudi katika sayansi sasa, jina roho inamaanisha nini? Inamaanisha kile kitu kinapambu. Sawa? Chenye kiko ndani yako kinapambu. Mimi nimeuliza nimeuliza uhai. Ndio. Sasa mwenye kupeana hiyo uhai ndani ni Mungu, si ndio? Na Mungu akisema kwamba wacha tuumbe mwanadamu kwa mfano wangu, kumaanisha mimi nimeumbwa kwa mfano wa Mungu, sio mnyama. Asante sana. Mimi sina shida na hiyo. Nilikuwa nauliza uhai kwa sababu wanyama pia wako na uhai. Mwanadamu wako na uhai. Ndio nilikuwa nauliza, lakini nimesaa kuelewa katika nini yako lineage yako wewe unasema pia unaweza kuwa Mungu, na sio ajabu. Kuna mwingine hata alikuwa hapa Western akasema ni Jehova Wanyonyi. Ni kweli nimesema kulingana na maandiko wewe umesema unaweza kuwa Mungu. Lakini sisi Waislamu kulingana na maandiko, kulingana na kila kitu hatuwezi kuwa Mungu. Sisi ni viumbe wa Mungu. Sisi tunatii sheria ya Mungu kwa sababu sisi hatutoshani na Mungu. Unanipata vizuri? Alete swali ya pili sasa. Sasa nyinyi sasa namuongelesha nyinyi sasa. Venye umesema tu hivyo, acha mimi siwezi kuwa Mungu. Kama venye umeongea hivyo, acha nikujibu hapa sio. Basi ona. Mimi basi akawaambia, yuko wapi baba yako? Yesu sasa anaulizwa. Nyinyi ndio sasa mnauliza Yesu. Mimi sijauliza. Sasa Yesu akajibu. Enda pole tu. Yesu akajibu, mimi hamunijui wala baba yangu hamumjui. Kama mungelinijua mimi, mungelimjua na baba yangu. Unaona sasa? Kwa hivyo nyinyi hamjui Yesu na mjui baba yake. Ndio nikakuuliza pale mwanzo, yule Mungu nyinyi mnafuata ni nani? Karibia hapa. Mbona unatoroka ukienda wapi? Kwa hivyo Mungu wenu Allah. Sisi umeniuliza swali kabisa na nimekueleza hivi. Sisi tunaabudu Mungu aliyeumba kila kitu, na wewe ukaniambia watu wangelimjua Yesu wangemjua na Baba. Yesu anasema Baba ni nani? 14:28 hiyo Yohana aliyosomea. Sikiza 14:28 kitabu cha Yohana inasema 14:28. Pole tu. Mulisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu tena naja kwenu. Asante. Kama mungelinipenda mungelifurahi. Kwa nini? Kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa nini? Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Iko sawa kabisa. Mwache nataka nipate point hapa pole. So Yesu anatuambia there is God who is greater than who? Than Jesus. So Mungu ni mkuu kuliko Yesu. Asante. Na pale tuliambiwa inafaa tuabudu Mungu peke yake. Asante. So inafaa tuabudu huyu Mungu peke yake ambaye ni mkuu kuliko Yesu. Asante. Ndio hiyo sasa. Umekuja pale. No. Amutatoroka na hiyo. Sienda wapi? Sijatoroka. Nimekuja pole ili Yesu Kristo akiongea hivyo. Kumbuka hapo nyuma tumesema kwamba Yesu Kristo akiingia hapa duniani aliingia kama mwanadamu.
Sawa. Kwa hivyo akiongea hivyo alikuwa anatufunza kwamba yeye akiwa hapa juu chini kuna mrithi mwenye ako juu. Lakini akirudi pale anarudi katika ufalme wenye alikuwa tangu dunia kuumbwa. Unaona sasa? Hiyo mwezi elewa nyinyi because nyinyi mnafuata Qur'ani yenye inampinga. Sasa sikia hapa. Sikia hapa. Ngoja kidogo. Wanaamini katika manabii, ndio? Wanaamini katika Haongei na huyu. Si unaongea na mimi. Unaamini katika manabii, ndio? Kabisa. Haya, kama unaamini katika manabii, hata Abrahamu mnamwamini. Ngoja kidogo. Nashangaa huyu mzee wetu anasema usome hiyo. Nimekupa nafasi umesoma. Ngoja kidogo. Hujalalamika, umelalamika wewe. Sasa mbona mwingine anaongea? Sasa pili ama tukupe nafasi wewe ukuje because ngoja kidogo kaka. Unajua ngoja kidogo. Na lete amalize. Lakini huwa anarusha. Fanya hivi hiyo ni mchezo. Na ndio nikakwambia hata wewe. Ngoja amalize yake. Utakuja. Sasa mbona mnamkoroga huyu? Sasa hiyo ya mwisho unasema. Haya, hii ya mwisho mnaamini katika manabii, si ndio? Tunaamini manabii wote. Muhammad Ibrahim mnamwamini, Ibrahim alayhi salam. Moses mnamwamini, si ndio? Sasa nataka kusoma verse hapa, mniambie kama hii verse Abraham alikuwa anaongea kuhusu nini. Haya, soma. Abraham baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahia. Kwa hivyo Abraham alishangilia wakati atakapoona siku ya Yesu Kristo, alipoiona akashangilia. Sasa between Yesu Kristo na Abraham ni nani wa kwanza? Ni Ibrahimu ndio alikuwa wa kwanza. Sasa unaona, sasa tuwezi elewana sasa, unaona? Na ndio maana nilikuwa nasema Yesu Kristo anasema ngoja kidogo. Si mimi umeuliza. Ungeuliza mbona nimesema hivyo? Kwa sababu huyu ni nabii na manabii wanaonyeshwa mambo ya future. So manabii wanajua mambo ya future. So alionyeshwa na Mungu mambo ya future yatakayotokea. Ndio Yesu anasema atasherekea siku yangu, kwa sababu nabii anaonyeshwa future, na Ibrahimu ni nabii, Musa ni nabii, anaonyeshwa future. Na kujibu na maandiko. Mimi nakujibu na maandiko wapi? Mimi ndio nasema sawa, ni sawa. Yesu akawaambia, amini